tuna jambo kubwa na la kihistoria ambalo limetuleta hapa, la kihistoria kwa msajili wa hazina Zanzibar, lakini pia kwa taasisi ya wakurugenzi Tanzania, na pia kwa mahususi kwa maendeleo na mustakabali wa utawala bora wa Tanzania nzima, lakini pia na Tanzania upande wa Zanzibar. Leo tutaingia makubaliano rasmi huitwa MOU, mara nyingine hati ya makubaliano baina ya taasisi ya wakurugenzi Tanzania na msajili wa hazina Zanzibar, na makubaliano haya yamekita hasa katika kuipaisha na kuipeleka mbele zaidi sekta ama nyanja ya utawala bora wa mashirika na taasisi za umma za Zanzibar. Kwa kuelewa kwa haraka ni kwamba msajili wa hazina wa Zanzibar anasimamia eneo la taasisi, makampuni na nadhani na mitaji ya umma iliyo chini ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na katika msingi huo, katika nia yake na kutamani kuweza kuwa na eneo ambalo linafanya vizuri, hasa kutokana na dira ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, kuleta tofauti, kuleta taathira kubwa kabisa na kuleta mafanikio makubwa. Ameonelea na baada ya mazungumzo yetu ya muda mrefu kuingia makubaliano haya. Kwa upande wa taasisi ya wakurugenzi Tanzania, ni taasisi ambayo ni mahsusi ya kipekee kabisa hapa Tanzania, ambayo imejikita katika kujenga, kuhuisha na kupeleka mbele utawala bora wa mashirika, taasisi, biashara na kadhalika. Eneo hili ni eneo pana kabisa, na ni eneo ambalo kwa kawaida ni kensa ama ni sababu kubwa kabisa ya mashirika, taasisi na kadhalika kutoweza kufikia malengo ambayo yameanzishwa. Pia ni eneo la umma na la kimkakati, sio eneo la kila taasisi kufanya peke yake tu, hapana. Nchi inategemea sana ubora wa eneo hili. Baada ya kuona kwa taasisi kama nilivyosema za binafsi na za umma kwamba kuna nakisi, kuna pengo kubwa katika hili, ndipo ilipoanzishwa taasisi miaka 13, takriban miaka 13 iliyopita, kwa ajili ya kuboresha eneo hilo. Mara kwa mara mimi hutoa mfano mmoja siku zote kwamba hamna hata mtu mmoja ambaye angepanda chombo hicho, iwe ni meli, chombo cha majini, iwe ni gari tuseme basi, ama ingekuwa ndege ama treni, akaambiwa yule rubani, yule dereva ambaye anaendesha chombo kile amejifunza mwenyewe, hana leseni, na akabaki kwenye kile chombo, kila mmoja atakimbia. Lakini imetokea au imesadifu kwamba tuna vyombo ambavyo vinaendeshwa katika ngazi ya juu kabisa, na waendeshaji ama wasimamizi au watawala ambao hatuwezi tukauliza wamejifunza wapi kuendesha katika ubora wa juu kabisa hizo taasisi. Ukichukulia mfano wa jumla tu wa ndege moja ni fedha nyingi sana za walipa kodi kwa mfano, ama za uwekezaji kwa wale wanahisa wa hiyo kampuni, na inaendeshwa na pilot ama rubani ambaye kila baada ya muda fulani lazima aende akapate ujuzi zaidi, wanaita flying hours, ambazo lazima aongezee aonekane. Lakini utakuwa na bodi ya taasisi hiyo ambayo hao ndio wenye kusimamia sasa ndege zote zile 10, 20, 30, 40, lakini ambao hawana cheti, hawana viwango vya kuweza kusema sisi tuna uwezo wa kusimamia taasisi hii. Kwa namna nyingine unatazama senti
na unazijali, lakini shilingi na mamilioni huyajali, na ni kinyume cha mantiki. So mantiki inasema lazima uanzie kwenye msingi kwanza, alafu ndio upande kwenye kuta na pia kwenye dari. Kwa hiyo kwa mfano huo nafikiri tumeelewa vizuri, na hasa hili ndio jambo ambalo tunalilenga. Sasa niseme kwa haraka maeneo gani ambayo yanaweza yakazungumzwa hapa kama mifano. Jambo la mwanzo kabisa ni kujengea uwezo ofisi ya msajili wa hazina mwenyewe. Sasa kama tunasema utawala bora ni misingi, kanuni na nguzo. Kwa hiyo kabla ya kufika kwenye utumbo uanze kuzungumzia mtu mzima kwanza. Kwa hiyo ni kuwajengea uwezo wao ili ukienda kule ndani upate tayari kumeweka sawa sawa. Lakini jambo la pili ni kuweza kuwa na viwango vya jumla kwanza ya jinsi ya uendeshaji na uongozi na utawala bora wa mashirika ya umma ya Zanzibar, ambavyo sasa vitatumika na msajili kuweza kufanya ufuatiliaji, uhakiki na kutathmini ubora, lakini namna ya matarajio ya kuendeshwa hizo taasisi. Lakini pia ni muhimu kwa sababu haya mashirika yanafuata maelekezo makuu ya viongozi ama uongozi wa nchi kuwa na namna ya kuweka makubaliano na matarajio, na hilo ni swala ambalo litajitokeza. Pia ni muhimu kwa hawa viongozi kuweza kukutana kwa pamoja, kuwa na majadiliano mara kwa mara, kujifunza kutoka sehemu mbalimbali na kadhalika, na hilo pia ni swala ambalo litakuwa sehemu ya mkakati huu. Na katika msingi huo inaweza pia ikaingia masuala kama makongamano na warsha na kadhalika, ambazo zinasaidia katika kujifunza. Kusema kweli hao ni mambo ambayo ninazungumzia kwa hali ya juu kabisa, lakini mambo ni mengi zaidi. Sisi ni taasisi ambayo ni ya wanachama, na kwa hivyo tuna wanachama Zanzibar kutoka kwenye taasisi za umma na za binafsi pia, na yenyewe pia itatoa uhai kwa wanachama viongozi wa taasisi za mashirika na umma za binafsi na za serikali kuweza kuwa na mkusanyiko wa pamoja Zanzibar ambao utawasaidia kuzungumzia mambo ambayo yanawahusu kwa upande wote wa kuboresha kazi zao, lakini wa kuboresha pia hali zao na namna yao ya kufanya kazi. Leo tutakuja kusaini hati ya makubaliano baina ya taasisi mbili, msajili wa hazina na taasisi ya wakurugenzi Tanzania. Kwa hiyo mashirikiano haya yatakuwa na mambo mengi, lakini jambo la msingi ni kuona jinsi gani tunaboresha mifumo ya utawala na uongozi ndani ya mashirika ya umma Zanzibar. Msajili wa hazina anasimamia shirika la umma Zanzibar, na mpaka sasa anayo mashirika yapatayo 17, na kila shirika lina bodi ya wakurugenzi. Kwa hiyo bado tunahitaji au kunahitajika kuwepo mifumo bora ya utawala na uongozi. Kwa hiyo tumeona tukikaa peke yetu sisi tutakuwa tufikii lengo, na tunaona Mheshimiwa Rais ana maono makubwa kwenye mashirika haya, hasa katika kuboost uchumi wa Zanzibar. Sasa ili uchumi wa Zanzibar uende vizuri, lazima shirika umma nao ya contribute vizuri kwa serikali yake. Kwa hiyo mifumo utawala na uongozi itasaidia yote ambayo tunategemea katika swali mbalimbali ya mashirika umma. Lakini ushirikiano huu utasaidia pia kuimarisha au kuleta utaalamu wa kina, utawala bora na maendeleo ya uongozi. Pia tutaimarisha uwajibikaji, kuboresha mchakato wa maamuzi, na pia kuwapa viongozi zana muhimu za kuhakikisha kwamba mafanikio ya muda mrefu yanapatikana. Kwa hiyo sasa makubaliano haya yanakwenda kugusa katika maeneo gani? Nafikiri baadaye ndio maswali haya, lakini kidogo nitayagusia. Jambo la kwanza ambalo litatofanyika baada ya kusaini makubaliano haya ni kuwa na mafunzo ya maalum ya utawala bora. Lakini jambo la pili itakuwa kuna huduma za ushauri wa kimkakati,
na la mwisho kutakuwa na programs maendeleo ya uongozi. Kwa hiyo hayo ndo maeneo ambayo tutaenda kushirikiana makuu matatu, na mengineyo yatakuja baada ya ushirikiano huu kuanza kuimarika. Lakini jingine sisi Zanzibar tunakwenda kama ofisi lazima tunakwenda kufanya reforms mbalimbali. Sasa ushirikiano huu pia utakuja kunufaisha wananchi wa Zanzibar moja kwa moja. Kwa hiyo kwa kuna ushirikiano ambao tunakwenda kufunga leo, kuweka sawa mfumo wa utawala wa uongozi, na pia itakwenda kupelekea hata kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi mmoja mmoja. Kwa hili pia litakuja kusaidia katika juhudi zetu ambazo tunataka kuzifanya. Lakini pia sisi kama ofisi tuna dhamira au tunakwenda kufanya kitu ambacho kinakwenda kusimamia mashirika ya umma, lakini lazima tuwe tuna viwango vya kimataifa. Tuweze tukakaa, kwa sababu ofisi hii ipo chini ya sheria namba 6 ya mwaka 2021. Kwa sheria ile ndani yake vitu vingi vimetuelekeza kufanya, na sheria hii pia ina pande mbili, ina pande mashirika ya umma na pande ya mali za umma. Lakini sasa duniani kuna zile standards za kimataifa. Sasa wenzetu hao taasisi ya uongozi wao wanazo zile standard ambazo wanatakiwa kuzideliver kwa mashirika. Sasa tukizipata na sisi itaenda kuboresha pia utendaji kazi wa mashirika ya umma, ili angalau na sisi mashirika ya umma Zanzibar yalingane kwa viwango vya kimataifa. Hilo jambo la tatu. Lakini jambo la 4, tutakwenda kuona swala zima ni swala la kihistoria, na kingine ambacho tunataka kuangalia au kukiona bali ni kukuza uwezo wa viongozi wa taasisi za uwekezaji za umma wa Zanzibar, kwa sababu kila taasisi ina maeneo yake ambayo yapo kisheria. Kwa hiyo sisi tutakwenda kuziweka standard sasa na taasisi ya biashara ambayo katika sekta mbalimbali, ile sekta ambayo ilikuwepo inakwenda kutoa matokeo chanya kwa wananchi na kwa serikali pia. Kwa hiyo uwepo wetu leo hapa ni jambo muhimu kwa serikali na kwa wananchi, lakini pia hati hii ya mashirikiano itakwenda kufungua sasa fursa mbalimbali kwa mashirika ya umma pia na kwa taasisi za umma.